Imani ni kitu ambacho unaweza ukakiona wakati hakipo. Imani ni kitu ambacho unaweza ukakiri kasema. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kitu ambacho unaweza ukasema ninayo gari lakini kimwili hauna gari. Imani unaweza ukasema mimi ni mtu mkubwa lakini kimwili watu wanakuona ni mdogo. Imani inakufanya Mungu, inamvuta Mungu aje ndani yako wakati kila mtu anakuona hakuna kitu kwenye maisha yako, wewe unaona una kitu kwenye maisha yako. Imani inakupa uzima wakati ugonjwa upo ndani yako. Imani inaongea, sema inaongea. Sema kwa sema inaongea. Imani inaona ngambo ya pili wakati maadui wanaona kifo chako. Imani inaona uzima wakati madaktari wanasema unaumwa. Imani ni kitu ambacho kina nguvu ya kushinda kila kitu. Lakini la pili, Yesu alikuja kuwekeza kwenye imani. Kitakachotufanya tuwe washindi sio fedha, sio elimu, sio chochote, ni imani. Hebu sema imani. Rudia kwa sasa, sema imani. Sema imani. Yesu akamwambia yule akida, akamwambia Yesu, sema neno tu, ninajua unazo mamlaka. Mtumishi anayetembea kwenye nguvu ya Mungu, kwenye mamlaka, ana roho ya Mungu ndani. Akitamka kitu ni Mungu ametamka, akisema kitu ni Mungu amesema. Nataka leo niongee na mtu mmoja ambaye Mungu atakutumia pia na wewe kwenye eneo uliopo. Ukisema jambo ni Mungu amesema, ukitamka kitu ni Mungu ametamka, ukikanyaga mahali ni Mungu anakanyaga. Yesu akasema yafaa niondoke ili Roho Mtakatifu aje, na Roho Mtakatifu atakapokuja atawapasha habari ya mambo yajayo. Huwezi ukapashwa mambo yajayo kama hujajazwa nguvu za Roho Mtakatifu na utembei katika imani. Ili uweze kufanikiwa, uwe na nguvu za Roho Mtakatifu, lakini uwe na Roho Mtakatifu na uwe na imani. Kwa sababu gani? Huwezi ukashinda ulimwengu huu kama una imani. Dunia leo inataka watu mashujaa, inataka watu wenye imani, inataka watu ambao wakatisha tamaa, inataka watu ambao watavuka kwenye matatizo bila kuogopa. Mtu aliyeokoka ukishakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu lazima utembee kwa imani. Na kila pili, jifunze kukiri ushindi hata kama ushindi upo. Jifunze kusema naweza mambo yote hata kama vitu haviwezekani. Kuna walokole tulionao ni dhaifu wa imani. Rahisi kusema siwezi. Hata mtu amekuja ibadani, umemtamkia unakwenda kufanikiwa, unakwenda kupona, lakini baada akitoka anasema sijui, sisi ndio masikini, sisi tutakufa mahali pabaya. Sikiliza, usikiri kama dunia inavyokiri. Kama dunia inasema sisi masikini, kama watu wanasema tutakufa, sema wao ndio watakufa, mimi sitakufa, nitaishi, ninasimulia matendo makuu ya Bwana. Mwanangu hatujaokoka tuwe masikini, mbingu tutaenda. Lakini kitabu cha Mwanzo kinaniambia Mungu aliumba dunia kwa neno, alitamka tu. Na alipotamka akasema mwanadamu tawala. Nataka nikuambie kwenye ibada ya leo, nenda katawale. Kama ni afya tawala,